Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Naibu Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Reuben Kwagilwa, ameomba wazazi, walezi na viongozi wa dini nchini kuwahimiza watoto kwenda shule, akisisitiza kuwa urithi pekee anaweza kupewa mtoto ni elimu pekee. Kwagilwa ameyasema hayo Machi 19, 2026 alipokuwa akizungumza na wananchi wa jimbo la Handeni mjini wakati wa iftar aliyoiandaa nyumbani kwake eneo la Kwenjugo wilayani Handeni mkoani Tanga katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sasa Watanzania tunakaribia milioni 70. Hii ina maana kubwa kuwa Watanzania tumeongezeka sana, lakini ardhi haijaongezeka. Kila mahali ambako tumeenda na kufanya mikutano, msitizo mkubwa na kero za wananchi 80% ni ardhi. Ndiyo maana nasema urithi pekee unaweza kuwapatia watoto wetu ni elimu, amesema Kwagilwa. Amesisitiza kuwa mabadiliko ya sera yamefanya elimu ya kidato cha 4 kuwa sehemu ya elimu ya msingi. Hivyo kisheria watoto wanapaswa kusoma hadi kufikia angalau kidato cha 4 na kuendelea. Aidha, Kwagilwa ametumia jukwaa hilo kuwashukuru wananchi wa Handeni kwa imani kubwa walioionyesha kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025, imani ambayo imemwamini mbunge wao na kumteua kuwa msaidizi wake kwa nafasi ya Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI anayeshughulikia upande wa elimu. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.